Hivi hushawahi kuona pesa ikiongea? Sio ile ya kunong'ona taratibu mfukoni au kwenye pochi ama kwenye sehemu yoyote ile ambayo inakuwepo. Hapa namaanisha ile pesa ambayo inapiga kelele ya ushindi hadi mitandao yote ya kijamii nchini inasimama na kutazama upande mmoja tu. Kama bado haujakutana na maajabu, basi nikupeleke kule mkoani Geita, katika mji mdogo wa Katoro unaofahamika kwa kutoa matajiri wazito wachimbaji wa madini. Tunakutana na binti wa tajiri mmoja mkubwa nchini, mrembo Mona Lisa, ambaye alikuwa akifanyia sherehe yake ya send off, yani kuagwa nyumbani, shughuli ambayo iliwekwa kwa viwango vipya vya kifahari nchini na kufanya midomo ya wengi ikiwa wazi kwa mshangao, huku majadiliano mbalimbali yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kama ulifikiri umeyaona yote katika sherehe za kifahari, basi nikuambie, vuta pumzi na usikilize mtiririko huu mzuri wenye mambo 10 ya kufuru usiyoyafahamu yaliyotokea kwenye sherehe ya mtoto wa tajiri huko Geita. Jambo la kwanza, katikati ya kelele za vigelegele, jambo liloacha watu hoi kabisa ni pale binti huyu alipokabidhiwa zawadi ya shilingi bilioni 1 na milioni 400 kutoka kwa kamati ya familia yake. Hapa hatuongelei ahadi, uzushi wala message za nitakutumia kwenye namba yako. Hii ilikuwa ni fedha halisi iliyoandikwa hundi na kuwekwa benki moja kwa moja. Hii haikuwa zawadi ya kawaida tena, bali ni mtaji unaotosha kabisa kuanzisha benki yako binafsi huku ukiendelea kubaki na faida. Wakati bado unashangaa hayo bilioni imetokaje, nitakusogezea siri ya mpiga picha wa shughuli hiyo. Kazi ya kuchukua video mjongeo imethibitisha kuwa dili jipya mjini. Mpiga picha huyo alilipwa daunono la shilingi milioni 35, huku kukiwa na ahadi ya kimkataba ya gari jipya kabisa mezani endapo tu atatengeneza video ya kupendeza ya matukio muhimu, yani zile highlights za shughuli hiyo. Of course, kwa dau kama hilo, kila mtu alisikia hili alitamani kuwa na kamera mkononi ili aweze kufanya hiyo kazi. Jambo la tatu, binti huyo ambaye ni Mona Lisa hakutaka kufanya mambo yake kwa mtindo uliozoeleka. Wakati wengine wakiumiza kichwa kuchagua gari gani la kifahari la kukodi, yeye aliamua kupaa angani. Aliingia kwenye shughuli yake akishuka kutoka kwenye helikopta ya kifahari iliyokuwa branded kwa picha yake na jina lake, huku upepo mkali wa chopa hiyo ukisambaza harufu ya utajiri wa dhahabu katika viunga vyote vya Katoro. Hii ilikuwa ni siku ya furaha, burudani, nayo ilikuwa ya hadhi ya juu sana. Jambo la 4 ni mfalme wa Bongo Flava, msanii Alikiba ndiye alikuwa mtumbuizaji nahodha akiongoza jukwaa. Kiba aliamsha ukumbi mzima kwa vibao vyake vikali na watu wakaiimba na kutii finali. King Kiba alijikuta kioga na mvua kubwa ya noti za dola za Kimarekani zilizokuwa zinamwagwa juu yake kana kwamba ni karatasi za kawaida tu zisizo na thamani, lakini kiukweli zilikuwa ni fedha, ambapo kitu hicho kiliwavutia watu wengi. Jambo la 5, shughuli hii haikuwa tu ya kifahari, bali ilikuwa ni tamasha la kuwaona live wachekeshaji wakubwa. Ukumbi mzima ulifurahi tu kutokana na uwepo wa jeshi zima la wachekeshaji wakubwa na maarufu nchini, wakiongozwa na mjeshi kikofia anafahamika kama Dalo, TX Dula, Kidege, Mtumishi pamoja na Azaboy na wengine ambao walipata nafasi kutokea kule kanda ya Ziwa. Lakini nje ya ukumbi nako kulikuwa na onyesho la aina yake. Wakati binti akipita angani, chini baba hakuwa na unyonge kabisa. Barabara za Katoro zilitakata kwa rundo la mipira ya thamani, nikimaanisha magari ya kifahari. Na hapa linasimama kama jambo la 6, ambapo msafara uliomsindikiza binti huyo kuelekea ukumbini ulikuwa na mashine za kifahari zaidi ya 20, kuanzia Range Rovers, Toyota Land Cruiser V8 hadi magari ya kisasa. Kuna zile sports car pia zilikuwepo, ambapo pia alionyesha dhahiri kuwa hakuna gari la kawaida lililoruhusiwa hata kusogelea msafara huo. Jambo jingine la 7 ambalo lilitokea kwenye shughuli hiyo ya kifahari ni pamoja na tumbo la kila mgeni halikuachwa nyuma kabisa. Ili kuhakikisha kila mtu anashiba na kusaza, maandalizi ya jikoni yalijumuisha kuku zaidi ya 400, mbuzi 20 na kilo 500 za nyama ya ng'ombe, bila kusahau vinywaji vya kila aina vilivyoshushwa kwa kutumia malori makubwa, ambapo vyote vilikuwepo na kila mgeni alitoka pale akiwa ameshiba fresh kabisa. Ilikuwa ni kazi kwako, ubebe, ufunge ama utaamua mwenyewe. Jambo la 8 kwenye haya 10, uzuri wa sherehe hiyo ulipambwa na ukumbi uliogeuzwa kuwa kama pepo ndogo. Mapambo yalikuwa ya kiwango cha kimataifa na kujumuisha taa za kisasa zenye madoido, maua ya asili yaliyoagizwa maalum, mfumo mkubwa wa sauti na majukwaa ya kisasa yaliyonukia. Jambo la 9, mrembo Mona Lisa mwenyewe pamoja na wasindikizaji wake
walibadilisha mavazi ya thamani kubwa yaliyoshonwa kwa ubunifu wa hali ya juu uliovutia macho ya kila mmoja. Jambo la 10, ambapo hapa wakati wa zawadi sasa ulipofika. Hapa ndipo kelele ya pesa ikaanza kufurahisha masikio. Shughuli hii ilikuwa kama soko huru la fursa. Ukumbi ulifurika mapromota wakubwa wa burudani, matajiri wakubwa wa madini ya dhahabu kutoka kanda ya Ziwa na nchi nzima, pamoja na wadau wazito wa tasnia mbalimbali nchini waliokuja kushuhudia historia hii ikizaliwa, huku akimwaga pesa kwenye meza za baba yake Mona Lisa, mzee Sylvester Buyamba, wengi wanamuita GSM wa Katoro. Hayo ni yale 10 tu ambayo nimekueleza siku ya leo. Nataka nikupe moja ambalo ni bonus. Baada ya shughuli hii kutrendi mitandaoni, kila mrembo sasa ametaka kuelekea Katoro. Kila mrembo Dar es Salaam amekuwa kiposti mtandaoni namna ambavyo hata yeye yuko tayari kwenda Katoro kwa ajili ya kuolewa. Hii imeleta thamani ya kwamba binti akiolewa basi anaweza kuolewa kwa fedha kubwa, shughuli kubwa ya kifahari na mengine mengi ambayo yamegeuka kuwa mjadala mtandaoni. Hiyo ndiyo ilikuwa safari fupi ya send-off ya Mona Lisa kule Geita Katoro. Kama sherehe ya kuagwa tu imegonga shilingi bilioni 1.4 kama inavyosemekana, na helikopta juu na watu wakatii finale na King Kiba. Je, unadhani harusi yenyewe itakuwaje? Bana, mimi naitwa Video Vidoxy na hii hapa ni Ayo TV.